Nusu fainali ya ligi ya mabingwa Ulaya msimu 2024-2025 inaleta pambano la kipekee kati ya Arsenal na Paris Saint-Germain. Hii ni mara ya kwanza kwa timu hizi mbili kukutana katika hatua ya nusu fainali ya ligi ya mabingwa Ulaya, huku kihistoria na rekodi zao zikichora picha ushindani wa hali ya juu. Mechi hii ilikuwa ni nusu fainali kati ya Arsenal na PSG, sio tu pambano la kutafuta ushindi wa kihistoria, bali ilikuwa ni hadithi ya kutafuta ukombozi kwa Arsenal, ni nafasi ya kufuta kumbukumbu ya kukaribia ubingwa miaka 19 iliyopita. Kwa PSG ilikuwa ni safari ya kuthibitisha kuwa wao ni zaidi ya watawala wa Ligi 1 na kwamba waliweza kutamba barani Ulaya. Msimu huu tayari walikutana hatua ya makundi, Arsenal wakishinda bao 2-0, na sasa kila upande ulikuwa unatafuta tiketi ya fainali ya Munich itakayopigwa Jumamosi ya Mei 31, 2025 katika uwanja wa Allianz Arena, Ujerumani. Wakati mshindi kati ya Arsenal na PSG alipotarajiwa kucheza na mshindi wa nusu fainali nyingine kati ya Inter Milan na Barcelona. Haya hapa mapambano matano ya kipekee ya kihistoria kuhusu safari hii ya Arsenal na PSG kuelekea fainali. Kwa miaka mingi, Arsenal na PSG walikuwa wakishiriki mara kwa mara mashindano ya Ulaya, lakini walikuwa hawajawahi kukutana katika hatua ya nusu fainali ya klabu bingwa Ulaya. Hii ilikuwa mara yao ya kwanza kukutana katika hatua hii ya kiwango cha juu, jambo linaloongeza uzito wa mchezo huo. Huko nyuma, Arsenal na PSG ziliwahi kukutana katika kombe la washindi Ulaya msimu mwaka 1993-94 kwenye hatua ya nusu fainali. Katika mchezo huo wa kwanza uliochezwa Parc des Princes, Arsenal walishinda kwa bao 1-0 kupitia bao la Kevin Campbell. Katika mchezo wa marudiano Highbury walitoka sare ya bao 1-1. Arsenal wakasonga mbele kwa jumla ya mabao 2-1 kabla ya kuishinda Parma kwenye fainali ya kutoa taji hilo. Katika mabingwa Ulaya walikutana tena msimu 2016-2017 kwenye hatua ya makundi, ambapo walitoka sare ya bao 1-1 mjini Paris na 2-2 London. Msimu huu katika hatua ya makundi klabu bingwa Ulaya, Arsenal waliadhibu PSG kwa mabao 2-0 katika uwanja wa Emirates, jambo lililowapa kikosi cha Mikel Arteta nguvu ya kisaikolojia kuelekea mchezo unaofuata wa nusu fainali hii ya kihistoria. Moja ya takwimu za kushangaza kuelekea mchezo ambao ulipigwa hapo jana ni kwamba PSG huko nyuma haikuwahi kuifunga Arsenal katika mashindano ya Ulaya. Katika mechi 5 walizokutana, Arsenal ilishinda michezo 2 na kutoka sare katika michezo 3, na PSG haikuwahi kupata ushindi hata mara moja dhidi ya washika bunduki wa London. Mkutano wao wa kwanza ulikuwa kwenye kombe la washindi wa Ulaya msimu wa mwaka 1993 na 94, ambapo Arsenal walishinda bao 1-0 Paris na kupata sare ya bao 1-1 nyumbani London. Kisha walikutana tena msimu wa 2016-2017 katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa, ambapo walitoka sare ya bao 1-1 Parc des Princes na 2-2 Emirates Stadium. Msimu huu Arsenal waliwaadhibu PSG kwa ushindi wa mabao 2-0, wakithibitisha kuwa Arsenal ni mwiba mchungu kwa Wafaransa hao katika historia ya mashindano ya Ulaya. Kwa ujumla, katika mechi 3 walizokutana kwenye ligi ya mabingwa, Arsenal imeshinda mara moja na timu hizo zimeenda sare mbili. Kati ya PSG haikuwahi kuifunga Arsenal. Rekodi hii ilitoa shinikizo kubwa kwa kikosi cha Luis Enrique, ambacho kilipambana si tu na Arsenal bali pia dhidi ya historia yao wenyewe ya kushindwa kupata matokeo mazuri dhidi ya wapinzani hawa wa London. Arsenal na PSG ni vilabu vyenye historia kubwa ndani ya nchi zao, lakini katika ligi ya mabingwa Ulaya bado hazijaweza kufikia mafanikio makubwa. Kila klabu imewahi kufika fainali mara moja pekee, na kwa bahati mbaya zote mbili zilishindwa kutoa taji hilo. Kwa upande wa Arsenal walifika fainali ya klabu bingwa Ulaya msimu 2005-2006 chini ya kocha Arsene Wenger. Katika mchezo huo uliochezwa Stade de France jijini Paris, Arsenal waliongoza kwa bao la Sweli, lakini baadaye wakafungwa na Barcelona kwa mabao 2-1 kupitia magoli ya Samuel Eto'o na Belletti. Licha ya kuwa mbele kwa muda mrefu katika mchezo huo, Arsenal walikosa ubingwa huo muhimu wa Ulaya. PSG wao walifika fainali yao ya kwanza ya mabingwa Ulaya katika msimu 2019-2020, wakati mashindano yaliyochezwa kwa mfumo wa kipekee kutokana na janga la COVID-19. Katika fainali hiyo,
PSG walikumbana na Bayern Munich na kufungwa kwa bao 1-0 lililofungwa na Kingsley Coman. Kwa hiyo pande zote mbili zilikuwa zina kiu ya kufika fainali kwa mara ya pili katika historia yao, na safari ya Munich msimu huu ilionekana kama nafasi muhimu ya kutafuta au kufuta machungu ya nyuma na kuandika historia mpya. Mikel Arteta, kocha wa sasa wa Arsenal, ana historia ya kipekee inayomfanya kuwa na uelewa wa kipekee wa vilabu vyote viwili vinavyokutana katika nusu fainali hii. Mwaka 2001, akiwa na umri wa miaka 19, Arteta alihamia Paris Saint-Germain kwa mkopo kutoka Barcelona B. Akiwa PSG alipata nafasi ya kuonyesha kipaji chake katika Ligi 1, akisaidia klabu hiyo kushinda kombe la Intertoto na kufika fainali ya Copa de France. Baadaye Arteta aliendelea kuimarika akiwa na Everton kabla ya kujiunga na Arsenal mwaka 2011. Alikuwa muhimili wa safu ya kiungo ya Arsenal na baadaye kuwa nahodha wa timu. Alichezea Arsenal kwa mafanikio hadi kustaafu mwaka 2016, akiwa mmoja wa wachezaji wanaoheshimika zaidi ndani ya klabu hiyo. Uzoefu huu katika vilabu vyote unampa Arteta mtazamo wa ndani wa falsafa na utamaduni za PSG na Arsenal, jambo ambalo linaweza kuwa msaada mkubwa katika maandalizi na mbinu kuelekea mechi ya nusu fainali ya marudiano kati ya Arsenal na PSG. Mikel Arteta na Luis Enrique si wapinzani tu kwenye benchi la ufundi katika mchezo huu mkubwa, bali ni marafiki wa muda mrefu nje ya uwanja. Wote wawili walitokea katika mfumo wa soka la Barcelona wakiwa na historia inayofanana ya soka la pasi nyingi na falsafa ya kushambulia. Luis Enrique, aliyewahi kuwa kocha wa Barcelona na timu ya taifa ya Hispania, alikuwa mmoja waliomvutia Arteta katika mbinu za kiufundi za mchezo. Kwa upande wake, Arteta alimtaja Enrique mara kadhaa kama mtu aliyemfundisha umuhimu wa kubadilika kulingana na mahitaji ya mchezo. Ingawa wanaheshimiana sana nje ya uwanja, katika dakika 90 za mchezo huo, urafiki utawekwa kando na kila mmoja atataka kudhihirisha uwezo wake wa mbinu kwa kuhakikisha timu yake inatinga fainali. Ni vita ya akili na mbinu kati ya wanafunzi wawili wa soka la Kihispania, kila mmoja akiwa na ndoto ya kuwa bingwa wa Ulaya. Katika mchezo huu, historia hazina ndoto za wachezaji, makocha na mashabiki wote ziko mezani. Itakuwa siku ya msisimuko, ushindani wa hali ya juu, na bila shaka hadithi mpya itaandikwa katika historia ya ligi ya mabingwa Ulaya. Arsenal walichapwa bao 1-0 na PSG katika mechi ya kwanza ya nusu fainali ya ligi ya mabingwa Ulaya iliyochezwa kwenye uwanja wa Emirates.